Hii ni kifaa cha umeme ambacho ni randa. Kazi yake ni kulanda na inanirahisishia kazi. Mwanzoni kabla sijanunua hichi kifaa nilikuwa natumia ambao kupeleka kwa makusanyo na randa ya mkono. Wale vijana kiukweli mimi binafsi wamenifurahisha sana kwa sababu tumekuwa tukitoa mikopo muda mrefu, lakini idara ya vijana wanafeli kufanya marejesho. Mimi ninachowaomba miradi yote inyooke kama mlivyokabidhiwa, sio tu kukamilika kwa wakati, lakini miradi ifanyike kwenye standard ya hali ya juu. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Mimi niseme tu kwamba leo ni siku ya kwanza mimi kama mwenyekiti mpya wa halmashauri kutembelea miradi ya maendeleo ndani ya wilaya yetu. Lakini pale Meserani sitaki kuiongelea sana. Mimi nitoe muda kwa injinia. Mwezi ujao huo mradi lazima iweko ndani ya ratiba ambayo mradi tutautengelea. Na tukikuta bado uko katika mazingira yale ambayo tumeyakuta leo, then wote mtanifahamu kwamba mimi sio mpole. Mimi ninachowaomba miradi yote inyooke kama mlivyokabidhiwa. Umesikia nimeongea, mwalimu mkuu wa hapa Manyara Sekondari nimempongeza sana, lakini hamgusii mapungufu yaliyoko mahali hapa. Muda wa mradi kukamilika umepita, hela zipo, tatizo ni fundi. Mbona leo tumewakuta mafundi hapa? Waheshimiwa, tutaendelea kujuana zaidi, lakini kikubwa ili twende vizuri, na mimi sipendi kumsababishia mtu matatizo, lakini ukijisababishia kajilaumu mwenyewe. Hebu tusimamie miradi kama tulivyokabidhiwa. Hela zipo, sio tu kukamilika kwa wakati, lakini miradi ifanyike kwenye standard ya hali ya juu. Nilisema mradi wa darasa likimalizika, wa bweni likimalizika, ukiingia ndani unajisikia kama unaingia kwenye hoteli. Hela zote umepewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hospitali, lile jengo la hospitali ya wilaya binafsi, kwa kweli mimi nimefurahishwa na kile ambacho kimefanyika, kuweka zile mashine kuibeta kwa ajili ya watoto wale njiti. Kwa kweli mimi nimefurahi binafsi kwa wilaya yetu, na hospitali inakuwa kwa kasi kubwa sana. Lakini angalizo ama niombe DMO awatumie wale maafisa wake washuke kule chini, wawashawishi wale wamama kule Masaini kwamba mtoto anapozaliwa njiti wasimfunike tu nyumbani na kumuona kama ni kilema, ama mtoto anapokuwa anashindwa kupumua wasimfunike tu na kuona kama haponi tena, wamlete hospitali kwa sababu vifaa vipo. Mheshimiwa Rais ameturahisishia huduma za afya ili waweze nao kupata elimu wa kuweza kuwaleta wale watoto ambao wanazaliwa kule vijijini ni njiti, hawaelewi kama ni njiti, wanaachwa mpaka wanakufa. Lakini nipongeze idara ya maendeleo ya jamii. Wale vijana kiukweli mimi binafsi wamenifurahisha sana kwa sababu tumekuwa tukitoa mikopo muda mrefu, lakini idara ya vijana wanafeli kufanya marejesho. Lakini leo tumeenda tumejionea kwamba huyu fulani amechukua hela, amefungua duka na tunaona linaendelea vizuri, na kwa bahati nzuri sana wamepata location. Yaani location zao walizochagua kiukweli binafsi zimenifurahisha. Ziko barabarani, zinashawishi kibiashara. Diwani, mtendaji wa kata, afisa elimu, watendaji wa vijiji, wenye vituo vijiji na vitongoji, kwa ushirikiano huu wa pamoja na vitu vikubwa vinaendelea namna hii. Kwa hata sisi kwenye idara zetu, bila ushirikiano, bila kukamatana na Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi kufika mahali. Lazima sisi Mheshimiwa madiwani tuwe na wataalamu, tuwe kitu kimoja. Tunashirikishana, tunashauriana nini kufanya, mwisho wa siku halmashauri itafanya nini? Itapaa. Kuna mimi namfahamu Mheshimiwa Mwenyekiti mmoja na makamu. Vile bwana anapenda umoja. Na sisi tumekuja wapya, hatuko kwa ajili ya kukimbizana mikiki.
Tuko kwa ajili ya kushirikiana na kupendana na kukicha gurudumu hili ya halmashauri ya wilaya Monduli linafika mahali pa. Karibuni sana. Napenda kwa ufupi tu nielezee vifaa nilivyonunua kutokana na mkopo niliopewa wa halmashauri wa shilingi milioni 3. Milioni 3. Hii hapa, hii ni kifaa cha umeme ambacho ni randa. Kazi yake ni kulanda na inanirahisishia kazi. Mwanzoni kabla sijanunua hichi kifaa nilikuwa natumia mbao kupeleka kwa makusanya na randa ya mkono, lakini sasa hivi natumia mwenyewe kulanda na kunirahisishia kazi zangu. Hii hapa inaitwa drill machine. Hii ni kazi yake ni kutoboa matunda. Mwanzoni kabla sijawa na hii drill nilikuwa naenda kutoboa kwa makusanya, lakini sasa hivi natoboa hapa kiwandani kwangu. Hii hapa inaitwa circular saw. Kazi yake ni kuchana na kufanya size tu ya mbao. Nikitaka size ya mbao na seti hapa nafanya kazi hiyo na kuchana vitu vidogo vidogo kama papi na mbao vile vile. Hii hapa inaitwa spindle molding. Kazi yake ni kufanyia urembo mdogo mdogo kama kwa mfano labda tunaweza tukaangalia inajulikana kwenye kabati kuweka nakshi. Ndio kazi yake hii hapa. Na hii nao vile vile ni mashine tu ya kuchania, kata vitu vidogo vidogo. Hii hapa, ndugu mheshimiwa, ni kazi yake kufanya kazi ya rangi. Na nilashia kwenye kazi ya rangi, badala ya kupaka na mkono natumia compressor. Nashukuru ndugu mheshimiwa, karibu sana. Asante sana.